ya siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Ametosha kwanza. Wengi watakuja mbele yangu siku ile, wataniambia, watakuwa na ujasiri, walitoa pesa kutumia mashine, walitoa pesa kutumia uganga, walitoa pepo kwa jina la Yesu kabisa, na waliamini kwa jina la Yesu. Vilema walitembea, viwete, vipofu waliona, bubu waliongea, viziwi walisikia, walitenda ishara na miujiza kwa jina la Yesu. Lakini wataenda mbele za Yesu, Yesu atasema, siwajui ninyi mtendao nini maovu, kwa kuwa hamkutenda mapenzi ya nani? Ya Babangu. Kwa hiyo kwenye maisha haya ukisha okoka lazima udistrikti, ujibane, upite njia ya mapenzi ya Mungu. Kile Mungu anachopenda ufanye hicho, kile Mungu anachotaka ufanye hicho. Na imani wewe ni hiyo, kufanya kile Mungu alichoagiza. Ndio imani, kuja kwa kusikia neno la Kristo, alafu ukitii, ndio imani. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna kitu kimoja ambacho nataka tukiongelee leo. Haya ni maandiko baadhi, nyingine kwa Warumi 12. Malizia Warumi 12. Warumi 12. Warumi 12 inasema, kwa maana nawashuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Labda tuende kwenye Biblia ya Kiingereza kidogo tujaribu kuona ameandika. Tuone ameandikaje kwenye Biblia ya Kiingereza. Warumi 10 mstari wa 2. I bear them witness. Maana yake ni kwamba ninajaribu kuwaambia na kuwa shahidi wa hali zao, kushuhudia mambo yao. Sawa? I bear them witness that they have a zeal. Maana zile wana kiu, yani ndani wanatamani. And enthusiasm. Even if nani anasoma language? Yesu anabia mazoezi ya kusoma neno. Enthusiasm for God, but it is not enlightened and according to knowledge. Yani hawa jamaa Paulo anajaribu kuongea, mimi natofahamu lile kanisa, au mimi natofahamu wale watu, au mimi natofahamu kile kikundi, wana zile, wana kiu, wana tamani, wana bidii
ya kuwa na Mungu, lakini problemu yao ni moja, hawana maarifa, ujuzi na njia wanayoitumia ni bovu. Wameyakataa maneno ya Mungu, wanatenda kivyao vyao. Na ukienda kwenye Hosea, tumalizia na Hosea, Biblia inasema Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Na kwa kuwa wamekataa maarifa na mimi nimewakataa. Soma. Sasa nini story? Hosea 4:6. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ni wangu. Yaani hawa wana kiu na mimi, wanatamani kutembea na mimi, kutenda yangu. Hakuna wanachofanya nje ya mimi. Ila problem yao ni hiyo. Wamekataa maarifa. Haujasoma, sasa hiyo usiongezee. Haujasoma mahali fulani kabla. Haujasoma mahali fulani, malizia kwa watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wamekataa maarifa, Mungu anasema, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. So mimi I always like to say show me. Mtu asiyekaza mchungaji mjema, show mimi, I'm not me. I show you. Hata ambacho kinanihusu mimi, hiki kinachokuhubiri kinanihusu pia. Nikicheza mzee, kwa Mungu sio kwa babu yangu. Nitamsikia. Paulo alisema, nami nachelea, nisije nikawahubiria nyie, alafu mimi nikafanya nikakosa fahamu. Paulo alienda mpaka mbingu ya tatu, akaona mambo ambayo mpaka haitakiwi mwanadamu asikie, lakini bado aliogopa kwamba naweza nikamishi. Kuna mahali fulani imeandikwa, nanyi mtaijua kweli na kweli ikaweka. Neno kweli ni neno linalotokea kwenye knowledge au some teaching, mafundisho fulani. Kama mafundisho fulani yanaachilia maarifa, yanaachilia ujuzi, yanaachilia mbinu au namna ya kufanya kitu. Sasa yale maarifa kama au ile elimu kama ina uongo, hutaipata kweli. Kumbuka, mtaijua kweli. Kuna watoto wangu walianza nimeshawafundisha tofauti ya neno kweli na kweli. Tofauti ya neno kweli na ukweli. By the way, shetani hakuongea uongo. Kwa nani? Kwa Eva aliongea ukweli, ila hakuongea kweli. Kuna tofauti kati ya kweli na ukweli. Kweli ndani hainaga uongo milele. Yaani yenyewe hainaga uongo milele. Kweli. Truth. Something can be true but not truth. Yes. Kweli. Na Yesu alisema, Yesu alikuja kwa mkono huu wa kweli na neema. Neema ilikuja. Kweli na neema vilikuja kwa mkono wa nani? Kweli. Hakuna uongo milele. Akikwambia kitu ni kweli na ni kweli na ni kweli. Ila ukweli mzee, unaweza kuwa na uongo ndani. Ila ukisikiliza, you believe kabisa unashuka mshahidi. True. Ukikaa vizuri na mtu anaanza kuwhisper ndani, anaanza kushauri something wrong. Ila ni ukweli. Yaani ukweli uko hivi. Ukweli unaweza kukwambia kitu cha kweli lakini unakupeleka kwenye uongo. Ila ni kweli. Ila ni kweli, sawa? Lakini kweli hainaga hiyo. Ili upate maarifa, Biblia inasema unatakiwa ujue kweli, sio kweli. Kweli. Kwani Eva alidanganywa? Hakudanganywa. Eva alifunuliwa siri ya kuambiwa kweli. Bwana hili tunda mkila waga mnafunuliwa macho. Na ni kweli.
sio uongo. Utafunuliwa macho. Wakachukua hawakufunuliwa macho. Ndio tabia ya shetani. Ndio maana wahubiri wengi wa leo, watoto, miongoni mwa vitu Mungu amekuwa ananiambia watu katika kitu cha kujilinda nacho nyakati hizi, Mungu anaita muogope sana. Mhubiri, muogope sana. Na Mungu akuniambia tu, yako maandiko, watatokea manabii wa uongo na watadanganya wengi, yamkini hata watoto. Wakumwogopa nani? Yesu akasema jihadharini na wanadamu. Hakuna andiko linalosema jihadharini na shetani. Nimetafuta kujiangalia. Maandiko yote yaliyoko juu ya kujihadhari. Take risk. Sio ndio maana kujihadhari? Yes. Unajua take risk. Ninachosema kuogopa ni wanadamu. Wanakuja wamevaa nguo za kondoo ndani Mungu. Ukipotea ni kwa ujinga wako, wala sio wao. Biblia ndio kweli. Soma hii alafu na Roho Mtakatifu kwenye Yohana wa kwanza sura ile ya ngapi, ya pili kama sikosea, tatu, ya pili kama sikosea, tatu. Biblia inasema hayo mafuta ndani huwafundisha, naye huwafundisha ile kweli, sio kweli. Kweli. Mimi nawasaidia. Na ndio mimi sinaga compromise. Mimi nakufundisha kwa Mungu lakini utachubuka tu. I know, kwa sababu njia ni nyembamba imesonga. Mimi sio kufariji. Jesus is good. Is good. Washangana kukataa kuseme utafuta nini mbaya. Wakati sio mbaya, ndio sio mbaya. Kwa nini watu wanajaribu kukaa na Yesu kwa kuenjoy? Yaani sasa hivi Yesu ni kumfanya tu celebrate. Yesu. Yesu kutufanya tuwe na party fulani. Tunakutana kwenye party, tunaenjoy, tunaomba na kuomba blessing na kushukuru tuko party. Acheni ujinga. Au na mimi pia niache ujinga. Party. Yesu akuja kwa ajili ya party. Yesu alikuja akusaidie kutoka kwenye dunia mbaya. Hii dunia watoto ni mbaya. Analia mbinguni akusaidie uchomoke. Ufanikiwe kuwa na yeye. Nataka Kristo kutembelea kwenye lango. Jesus. Ndio msalimu. Unajua naambia watoto hapa Tanzania hamna gari. Hii mnaisikia kiiti, nilikokoteni kwa kuanzia tu. Amina. Ndio maana mimi sina story ya kuambia Baraka. I know good life, I know. It's not a story. Kuna kijana anatembelea gari akikupa wewe. Utakufa maskini gari yake moja. Gari moja unaweza ukajenga nyumba 60. Ukanunua na gari 20. Gari hilo. Alafu ni gari inakaa watu wawili tu. Two people. Acheni ufalme wa Mungu au mengine mtazidishiwa. Amina. Ndio kilichobaki. Napenda kwenda mbinguni. Hapa duniani soma kwa bidii. Ukienda kwenye soma kwa bidii, omba Mungu atakubariki. Utalala njaa. Alisema tafuteni ufalme wa Mungu, hayo mengine mtakuzidishia. Utalala njaa. Na kama ni heshima kwa ajili ya mpango wake, atakupa tu. Lakini mzee, usikose mbingu. Usikose mbingu. Ukikosa utalia milele. Ule moto niliwaambia siku ile, hatuendi jana kuota moto. Hatuendi jana kuota. Mimi sina haya juu ya nchi. Paulo alisema, sionei haya nchi. Unafikiri injili ilikuwa nyepesi? Mpaka nasema sioni haya. Injili za leo zimekuwa nyepesi. Receive. Kumbaku receive nini?
From where I receive. Is this God ya kifa? Sikilizeni watoto. Sina muda wa kufundisha mengi Mungu alifundisha. Lakini miongoni mwa kitu nilichokezea, baraka ni malipo, sio ofa. Kasoma Biblia. I tell you what I know, it is there in the Bible. Baraka is a payment, not an offer. Shamba. Lakini that is your life. Ndio maana Biblia inasema kama shomoro katika kutangatanga na mboyo wao katika kulingi. Shomoro katika kulingi, shomoro ni wale samaki. Katika kuyumba, kutangatanga. Alafu shomoro nani mboyo wao ni wale ndege fulani tunaweza kama saa 6 hapo. Anacheza. Katika kutangatanga kwao. Baraka laana isiyo na sababu haipati mtu. Laana huwa ni malipo. Unafanya kitu unalipwa. Na baraka the same. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Torati 28, Biblia inasema kama soma Biblia mstari wa 28 moja. Kama ndipo it is a payment language. Bwana kujenga pokea baraka. Ni wajinga wanadanganya wajinga. Oh. Baraka, you have to do something, then I bless you. Oh, God bless you. Soma. Mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Itakuwa utakaposikia sauti ya nani? Ya Bwana. Ya Bwana Mungu wako. Kwa bidii. Kutunza kuyafanya maagizo yake. Kutunza kuyafanya maagizo yake yote akuagizayo leo. Kutunza na kufanya maagizo yake yote akuagizayo. Ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote. Sikiliza. Baraka zinakuja for free kwa njia. Hazijagi for free, sawa? Umefanya nini? Yaani sikiliza. Baraka ya Mungu utajirisha. Ndio mema tunayoona tunajua magari. Ni kawaida kabisa, ni kweli kabisa, sio uongo. Baraka Mungu fanya nini? Utajirisha. Haiji bure mzee. Yaani ni sawa na kibarua nikimita nyumbani kwangu. Palia uwanja, akipalia akimaliza. Nipe hela yangu. Ndio nachukua na nipa. Ndio baraka ilivyo. It is not for free. Usidanganywe. Kasoma Biblia. Kasoma Biblia kuna Biblia. It is not free. It is not free. Kwa hiyo baraka ndio maana unatakiwa usiibe, unatakiwa usizini, unatakiwa usitukane, unatakiwa usifanye hiki. Tenda mema katikati ya majaribu, katikati ya misuguano. Baada ya muda mbingu inashake kwa sababu ya matendo yako. Mungu anasema na ndio kile ambacho Ibrahimu alibarikiwa kule kule. Kasome kwenye Mwanzo 12. Biblia inasema toka kwenu uende huko na kupeleka Mungu. Nami kwenu nitakufanya kwa taifa kubwa na nitakubariki. Na atakaye kubariki atabarikiwa. Ilikuja, sikia haikuja. Alistruggle hakupata mtoto, akakaa baadaye Mungu alijisikia akampa mtoto. Baraka bado. Baraka alikuja kuipata baada ya kustruggle miaka karibia 25 jumlisha 13 yule mtoto aliyekuwa anataka kuchinja. Kwa miaka 13 ile. Wakati Isaka anaenda kuchinja. Alikuwa na 12 13. Ukijumlisha 25 ukijumlisha 13. Miaka mingapi? 37. Baada ya kukubali na kuvumilia miaka hiyo, na Mungu alimwambia huko nyuma akasome, nenda mbele yangu katika utakatifu. Nenda mbele yangu katika ukamilifu. Alimwambia kabisa. La sivyo, mimi na wewe tunapishana njia. Ndio Mungu alivyo. By the way, niwaambie nyinyi watoto mumuelewe. Mungu is a holy person. Yaani Mungu ni mtakatifu, hahitaji kujitetea. Ni kwamba kikukaribia wewe, utakatifu sio yeye, utakatifu wake ndio unakuwa. Sio yeye. Utakatifu wake ndio unakukataa. Wala sio yeye.
mwanamume ukwambia shehe umetenda dhambi. Ndio maana kuna malaika pia wanaokaa karibu na Mungu. Wakiukaribia unaweza ukafa kama masarafi na makerubi. Sio kwa sababu nyinyi mnazania ni story. Nenda kasome kwenye Isaya sura ya 6. Kwenye ile Isaya alichokiona Isaya ilikuwa ni Mungu au aliona malaika? Aliona tu kile cha enzi pamoja na nani? Na malaika. Hakumuona Mungu. Lakini akasemaje, ole wangu wewe mimi bado nitakufa. Mimi mwenye mdomo mchafu. Ukiwakaribia tu wale ukanidai. Asante Mungu alikuwa na moyo wa toba na rehema za Mungu zilikuwa zimeshamsaidia. Wakawahi kuchukua kijinga cha moto kutoka kwenye madhabahu kule mbinguni. Wakaweza kwenye mdomo wake wakamtakasa wakafunika damu yake. Kwa miaka ya nyuma kulikuwa na utakaso kama tulionao sisi. Kulikuwa mara nyingi dhambi zinafunikwa. Haya bwana. Haya bwana. Hii ndio Injili. Maana wale wangu ni kudanganya wale wangu. Utakaangwa. Tena vizuri. Kwa baraka Ibrahim akastruggle alipofika pale amchinje mtoto wa Mungu akasema sasa kama kukubariki nitakubariki. Aliahidi kumbariki lakini miaka yote hakumbariki. Ibrahim alibariki kwa na ng'ombe nyingi alikuwa anafanya kazi sio baraka. Nia muelewi shida yenu watoto wamuelewi. Baraka kuna tofauti ya jasho na baraka. Nyumba ya baraka ni tofauti na nyumba ya jasho. Wengi wanakuja makanisani wanasema Mungu tunakushukuru umetubariki umetupa nyumba. Mungu anasema mbinguni sijakubariki ulipa jasho. Haitani tu. Ni umefanya bidii zako umepambana umekopa na kukopa na unamdaiwa bado na nini na stress kibao. Ukakamilisha nyumba. Alafu unarudi kwa Mungu na kushukuru. Ni sawa kushukuru ni jambo jema. Hata Biblia imesema ni jambo jema kushukuru. Kumbe Mungu atafurahi atasema okay, lakini ni jasho lako. Mimi nilichokupa labda ni hiyo mtu. Ila sio baraka. Baraka ya Mungu huwa inamtajirisha mtu. Sipo kweli. No struggle. Kuna vitu unavipata mpaka unakaa chini. Hujatoa jasho. Viwanda vinakuja tu. Ndio baraka inapokuwa. Ndio maana Biblia inasema kwenda mbinguni ni baraka. Mbinguni hakuna kulima, hakuna nini, na mbinguni Biblia inasema tutakula. Hamuelewi? Soma vizuri Biblia. Utapika, utatafuta kula, utakula. Na matunda ya kila ladha. Miti ipo. Biblia inasema matunda mtu uzao matunda 12 kila mwezi tunda lake. Ungesoma? Unafikiria Yesu alisema naenda kuandalia mafua nipige story. Apige story. Mbinguni tunaenda kuishi. Ingawa hiyo mbingu na nchi zitashuka hapa hii itaondolewa. Sawa? Sio vile nakusema. Zitashuka baada ya kweli kuondoka. Ni maana mtumikie Mungu kwa bidii. Mbinguni pia kila mtu atakuwa na nyumba yake. Kutakuwa kuna hekalu. Nachoambia sio story. Iko huku. Sina muda wa kukuambia wote utachanganyikiwa lakini pengine nakupa kama story utasoma simani utakuta. Ndio kumbe mtume alisema hivyo. Sio unaelewa? Ndio maana Biblia inasema wekeni hazina mbinguni ambapo nondo anakupa hali. Unafikiria hazina mnaweka nini? Kunajengwa, kunatengenezwa, kuna vitu for you. Ila hazina sio mwingine ni kwako wewe. Kutoka itumia mbinguni ya kwako wewe. Naishi bila fulani. Ndio zaidi. Work hard for heaven. Fanya kazi kwa bidii kwa ajili ya mbingu. Sawa? Huu ni ushauri wangu. Fanya kazi kwa bidii. Tumikie Mungu kwa bidii. Mpende Mungu kwa bidii. Kataa dhambi kwa bidii. Uwe mtakatifu. Kumbuka mtakatifu anaambiwa. Haleluya. Amen. Niambie maneno gani? Asante kwa Bwana Yesu ndani.
sijasema kuna mpumbavu anayejenga nyumba kwenye mchanga. Nimesema mpumbavu ni nani? Asiyetenda maneno ya nani? Ya Mungu. Maneno ya Mungu ni makali, yanakuhitaji dunia hii uishi kwa taabu, kwa sababu dunia imekufundisha ukitaka hiki upate hivi. Je, mnaelewa hii dunia ukienda Kenya kuna sehemu wanaume wanajiuza, wanaume yani mama huko akitaka kuzini anaenda kununua naye mwanaume Kenya, na unapata wateja wa kutosha. Hii dunia imekutengenezea chochote ukitaka kuishi bila shida. Sina muda ningefundisha habari za namna mpinga Kristo anakuja. Tunavyokuja. Mpinga Kristo haji kwa muda wa umaskini. Mpinga Kristo anakuja kwa muda wa utajiri na good life. Maisha mazuri na utajiri. Ni mliozoea neema, ubarikiwe, tembea gani, utaenda wote. Wokovu ni maamuzi. Whether God will bless me or not, I will live with him. Ndio wokovu, ni maamuzi kwamba Mungu anibariki au asinibariki, anipe mema au asinipe mema, mimi nitaenda na yeye. Ndio wokovu. Kwa sababu mpia Kristo hiyo idea nyinyi mjui kule ukolea kule kitu kinaitwa sio ukolea, Ulaya kule kitu kinaitwa utopia. Utopia kama mmeshasikia lugha, angalau hata kama mjui maana yake. Utopia ni nchi. Sawa. Utopia ni nchi ambayo ulimwengu na mataifa makubwa na wasomi wakubwa wanaiandaa ili wanadamu waishi. Utopia ni dunia hii, wala sio unasikia sijui nani kaenda kwenye Mars kule ila Musk kwamba kaenda kwenye Mars kule anaandaa makazi huko, zile ni ndogo zake tu, lakini ni hapa duniani wanaandaa kitu kinaitwa utopia. Utopia ni nchi ambayo kwanza sheria zitaongelewa. Sasa kisha ondoa sheria tunamwambia Mungu. Mungu ni Mungu wa taratibu. Hamjasoma hiyo? Kwa hiyo wanaondoa sheria, yani mtu asigasiwe. Sheria itakobakia tu ni moja. Ukimuumiza mwenzi ndio unafungwa. Basi. Lakini sijui usipake, sijui ndio maana ukienda kwenye nchi zingine mtoto wa miaka 9 wanaanza kuruhusiwa kuwa na mahusiano. Japan sio story, ni watoto. Ni Mungu kani. Kuna kijana mmoja niliyomwambia siku moja kama Mungu atupeleka Korea kufundisha vitu. Nisingejua huko Tanzania, nisingejua. Ndio mjana. Nilikutana na Japan. Alikuwa ni rafiki yangu, nikaongea naye, shule pamoja, kutoka tena kufundisha masuala. Kaenda karibu akapatisha kwa kweli alikuwa anaona Korea. Ndio kwenda darasani huko kasoma kutoka kama ndio story za hao shule. Anajua Kiingereza vizuri sana. Ananiambia sisi kule kwetu hata mzazi mpango unaonyeshwa sana. Na mtoto akishafikisha miaka 11 anaruhusiwa kuwa na mahusiano kisheria na nchi. Na anaweza akaja na boyfriend yake nyumbani. Kabisa. 11. Na anakuja anapiga hodi, no, this is my boyfriend. Hata kama ni mtoto miaka 60. Na mama usemi unasema ongea mwanangu. Maisha hivi. Kwa hiyo wanaandaa utopia. Utopia ni nchi ambayo itakuwa free life, enjoyable life. Niambie kweli, kipindi cha kutakuwa na maskini. Maskini itakuwa tu hilo tofauti, huyu ana hela sana mtu kidogo basi. Lakini hakutakuwa na maskini. Kwa sababu mifumo yote ya kula na kunywa na kununua na kuuza kunasimamiwa na Kristo. Na miongoni mwa kitu alichofanya, ndio maana mnaona hizi crisis za uchumi, hizi corona wanaleta sio na nini, na uchumi unaona unashika. Wao wanakusanya pesa. Kibuka ni mtu
Watu wanazaniaga sio ni mnyama, ni mtu. Unaposikia nani nikaona mnyama, mnyama atakuwa ni utawala, ndio maana mnyama. Huyo mnyama atakuwa na vichwa 7. 7 ni mataifa 7 yataungana. Alafu kwenye hayo mataifa 7 kutoka kuna viongozi 10. Ndio maana ya pembe 10. Wao wataongoza mnyama. Na sheria ni kumwabudu shetani. Ndio sheria. Kumwabudu nani? Shetani. Kama kumwabudu shetani maisha ni free. Free. Enjoy life. Enjoy life. No stress. Utapia. Wanaiandaa. Wokovu wale election nimeletea wakuwaza magari ndio Yesu. Majumba ndio Yesu. Wanaandaa they are destroying your mentality ili mpoteze tafsiri ya wokovu. Alafu mkisha ipoteza tafsiri ya wokovu, ikisha kuja ile binya. Wokovu ni msuli, usidanganywe. Wokovu ni msuli wa imani ndani unaojengwa na ukweli wa neno la Mungu. Kiasi ambacho kila Petro alikubali kuning'inizwa huwa, lakini simkataa Yesu. Ni msuli, unafahamu historia? Ni msuli. Sasa leo hamjengi misuli, mnaambia wokovu ni free, ni offer, ni nini. Akisha kuja wote mtakuwa wateja wake. Kwa sababu usipokubali kuwa wa kwao, wanakuua. Na ni serikali. Kaneta mtu. Kaka yako ni polisi atakuja kukamata akuue. Nani waelewe? Ni serikali za dunia ndizo zitafanya haya. Serikali za dunia ndizo zitakataa kumwabudu Yesu. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Danieli, sura 12, sadaka zilizoletwa kuombewa nani? Yesu. Haitaruhusiwa kumwabudu Yesu. Yesu pia akasema kwenye Mathayo 24, wataua kwa sababu ya jina langu. That's why mimi nafundisha kwa simple. Chagua utakwenda mbinguni ndio njia. Utakwenda mbinguni baada ya nguvu zako hamna shida. Kwa sababu maisha ni kuchagua. Sikukimbia kule mimi nitakuwa sikusikii, niko na baba yangu tunakula maisha. No problem. Na sio tu zile zilizotokea ni virefu. Na ngoma nzima hakuna. Ni mabunge ya dunia, serikali za dunia, ikulu za dunia, majeshi ya dunia, yote yataungana, yatakuwa chini ya yule mnyama, chini ya shetani. Na adui mkubwa walikuwa wanamtafuta kama mwokovu ni Mkristo. Walikuwa wanamtafuta kama kichwa. Sikilizeni naambia watoto, hiki ni kitu tunachoongea kidogo. Wakati wanatafuta kuondoa migogoro ya dunia na kuleta amani, watagundua Yesu ni tatizo. Kwa sababu hakuna mahali Yesu atakaa sheria isikae. Anaelewa Yesu sio kwamba alikuja kuondoa kutangua sheria. Watu waelewe Yesu alikuja kufanya kitu. Kufanya utakatifu sio ombe, na utakatifu ni wake. Wende kwa Mungu. Sasa wanapokuwa wanaimpose zile sheria zao, wanazileta. Wakristo wanasema no. Wakitafuta makanisa wanasema no. Maaskofu wanasema no. Nduguwa, you are a problem. Ndio itakapotokea wale watakaoishi kubatili kufika hapo ndani ya njia. Itakapokuwa miongoni mwa kitu Mungu alifundisha vizuri sana ni nyakati za mwisho. Alifundisha serious vizuri sana. Sijajua theoria. Nimekaa kwenye maombi siku moja, Mungu akashuka rasmi na akanifunulia na akanipa neema ya kujua nyakati za mwisho. I know everything. Na kila kitu nilichoonyesha ni Biblia, nikapa kwa kitaanza kila moja kwa hiyo. And that is how it is. Wale mnaweza mkaistudy dunia, anza kuistudy dunia sasa hivi, angalia matukio yanayotokana. Utaona. Mnaona Kiswahili kinabustiwa. Hiyo lugha ya Afrika. Mnaona sio ndio mchakato. Ndio nasema si ya Kristo inafanya kazi. Ni mchakato. Analeta hivi na kimoja baada ya kingine kitaanza kupata nafasi. Kimoja
Siku moja baada itafika mahali dunia nzima imekaa kwenye kiti kimoja. Sawa? Dunia nzima imekaa kwenye kiti kimoja. Dunia ilikuwa inaongozwa zamani za zamani, ilikuwa inaongozwa na kitu kinaitwa ufalme. Mfumo wa ufalme, kingship. Mfumo wa ufalme ndio ulikuwa unaongoza dunia. Sawa? Unajua maana ufalme? Ufalme ni utaratibu wa Mungu. Hiyo ni wapi siri kabisa. Masuala ya ufalme na kutawala kifalme ndio kitu kimoja cha Biblia. Demokrasia sio ya Mungu. That is from hell. Na ndio tuko kwani demokrasia ndio imeleta haki za binadamu. Nenda kaangalia mikataba unaoletewa wasainiwa. Cha kwanza unaambiwa kubali haki za binadamu. Alafu kataje watu wa binadamu. Ushoga sawa, usagaji sawa, chini sawa, ulezi sawa, chini sawa, yote sawa. Haki za nani? Za binadamu. Unaweza na sheria na utaratibu wa ufalme. Hapana, ufalme ulikuwa unasimamia. Mfalme ndio neno la mwisho. Yakisema nchi yangu mtaishi hivi kamaliza. Sasa wewe, hivi ndio maana demokrasia. Waruhusu watu waongoze nchi. Ndio maana yake. Si mmesoma hivyo? Sasa kama watu wote ni wajinga, nchi inaongozwa na wajinga. Ndio maana yake. Wakati utaratibu wa ufalme mwenye akili na mwenye uwezo na mwenye maono na mwenye ujuzi na mwenye mbinu ndiye anayeongoza, ndio ufalme. Ndio bado. Ufalme uko hivyo. Kiongozi by the way Mungu kamweka aongoze njia msipotee. Kwa kiongozi wanatakiwa na akili sana. Kiongozi wanatakiwa ajue utaratibu, ajue maadili, ajue kila kitu. Kiongozi. Sasa kwenye hivi mnafikiri kwenye demokrasia kuna rais ni mbwembwe. Amuelewe hivi. Amuelewe hivi na shida. Wewe nenda kasome demokrasia, nenda mfano. Hizo mtanisha. Ya. Sawa. Nzuri sana kuzungumza. Sawa. Nenda kaangalie baadhi ya nchi. Utaona. Mfano nenda Kenya. Kenya, rais wa Kenya kaokoka. Kaokoka. Sawa. Lakini nenda kwenye nchi yake na katiba yao. Vitu vingi vya kusema. Haruhusiwi kubadilisha. Hata kama umeokoka uruhusiwi kubadilisha. Kwa nini? Demokrasia ni kwamba wape watu haki zao. Wanachotaka ndio wape. Uruhusiwi kubadilisha. Kwa hiyo yuko pale ni bendera, anasimamia mlichopanga nyinyi. Kama mmepanga ujinga basi atakana ujinga. Na atawasaidia ujinga wenu muendelee. Hata tunashukuru Mungu kwa neema. Bwana Yesu, asante kwa neema yako na huruma zako na uaminifu wako. Tunanyenyekea kwako na kukuabudu. Jina lako litukuzwe kwa kutupa neema ya kujifunza. Natubu na kuendelea kunyenyekea. Mioyo yetu uibadili, uiweke katika utakaso takatifu kwa damu ya Yesu na kwa neno lako, na pia tunaendelea kuomba Mungu tusamehe na kututakasa. Mungu tujenge na kutukusanya na kutusaidia kufanikiwa kuona uzima wako milele. Jina lako litukuzwe. Jina lako libarikiwe. Asante kwa upendo wako na uaminifu wa jina lako. Na mimi nawabariki watoto hawa wakawe na ufalme wako ndani yao. Hiyo ndio baraka pekee naweza nikawabarikia. Ya wewe kuwapa neema, kuwapa neema ya kuacha dhambi, kuwapa neema ya kuacha dunia, kuwapa neema ya kushika na kukupenda. Halafu hao wengine watapata ndani yako. Katika jina la Yesu. Mungu mzimu pamoja na mapepo na laana na uchawi ulivunje juu yao kwa jina la Yesu. Uruhusu moto wa Roho Mtakatifu kung'oa pando lolote la mauti ambalo linawafariji lakini zinaenda kuangamisha. Katika jina la Yesu wawe na amani yako. Katika jina la Yesu waishi katika mapenzi yako. Katika jina la Yesu wawe watakatifu. Katika jina la Yesu wamshinde shetani. Katika jina la Yesu washinde dunia. Katika jina la Yesu washinde tamaa zilizoko ndani ya nafsi zao. Bwana, uwajenge watoto wao katika kweli na neno lako ndio kweli. Katika jina takatifu la Yesu. Mungu Baba, tunakuabudu, tunakunyenyekea,
na tunaendelea kukupa dua na sala na maombi yetu, na pia tunaendelea kufanya maombezi kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya watu wote wanaoishi dunia hii, ili waendelee kuokoa na kurudisha mioyo ya kukujua na kukupenda na kukuabudu na kujitakasa na kudumu kuwa watakatifu katika damu ya Yesu. Asante kwa ibada ya leo na neema hii, tunakuabudu na kushukuru. Amen. Haya, ngoja nionyeshe.